Karibu tena kwenye uchambuzi wetu wa kina hapa Kenya One Time Not Movement, KWM. Leo tunaangazia waraka muhimu sana. Ndiyo, waraka unaoletwa na KWM unaanzia na jambo zito kweli. Kabisa. Onyo la hivi karibuni kutoka kwa Constable Hiram Kimathi, anahofia maisha yake baada ya, kuikosoa serikali waziwazi. Na kama chanzo kinavyosema, hii sio tu habari ya Kimathi peke yake. Ni kama kielezo, ishara ya mgogoro mkubwa zaidi unaotukabili sote wa Kenya. Waraka unasema ni wito wa kuchukua hatua kwa kila Mkenya anayeamini katika haki, anayetaka kuona Kenya bora zaidi. Kweli, na unaenda moja kwa moja kwenye kiini cha tatizo kama unavyoona. Chanzo kinadai kuna hisia ya usaliti, yaani serikali imewaangusha wananchi. Kwa miongo kadhaa, ahadi nyingi hewani tu, mifumo mibovu. Ndivyo chanzo kinavyosema, na matokeo yake, wachache wananufaika, lakini wengi wanahangaika. Mifano iko wazi kwenye waraka. Barabara mbovu tunaziona kila siku, shule, hospitali, hali duni, ukosefu wa dawa, vifaa muhimu, yaani mambo ya msingi kabisa. Na hapo ndipo lugha inakuwa nzito. Ile sehemu ya ICU, hiyo. Waraka unafananisha Kenya na mgonjwa mahututi ICU. Ujumbe uko wazi. Hali ni ya dharura. Haiwezi kusubiri 2027. Mabadiliko yanahitajika sasa hivi. Ndio maana sauti ya Kimathi inakuwa muhimu. Kama inavyowasilishwa hapa, ni sauti ya wengi waliochoka. Na pia ni onyo kuhusu hatari ya kusema ukweli. Inatisha kidogo. Lakini waraka unajaribu kugeuza hofu kuwa hamasa, sivyo? Unatoa wito kwa makundi maalum. Tuanzie kwa madaktari na wauguzi. Kwa wahudumu wa afya, chanzo kinawataka wasimame imara, wadai mazingira bora ya kazi, rasilimali za kutosha, ili waweze kufanya kazi yao vizuri, kuokoa maisha. Kabisa, wanahusisha maslahi yao na afya ya umma kwa ujumla. Ni wito wa kitaalamu na kijamii. Na walimu je, wao pia wanaitwa? Walimu wanaonekana kama wajenzi wa taifa. Chanzo kinawahimiza kudai sio tu mishahara bora, japo ni muhimu, bali pia vifaa vya kufundishia na heshima wanayostahili kwa kazi yao muhimu. Hoja ni kwamba bila wao kuwa imara, mustakabali wa elimu uko shakani. Mantiki hiyo inaendelea, naamini. Wazazi na wanafunzi pia. Ndiyo kabisa. Wazazi wanahimizwa kupaza sauti, kudai mazingira salama ya watoto kujifunza, madarasa bora, vitabu vya kutosha. Na wanafunzi wenyewe, wanafunzi nao wasikubali tu hali ilivyo. Wanahimizwa kutambua haki yao ya elimu bora na kuipigania. Ni kama muungano wa elimu. Inaleta picha ya watu wengi wakishirikiana. Sasa, wakulima, chanzo kinawazungumziaje? Wakulima wanatajwa kama uti wa mgongo, lakini chanzo kinadai wametelekezwa. Kwa hiyo wito ni wajipange. Wajipange kudai nini hasa? Msaada wa kweli, ruzuku, pembejeo, sera nzuri kwao, ili kuhakikisha kuna chakula nchini na maisha yao yanaboreka. Bila wakulima imara, taifa haliwezi kuwa imara. Hiyo ni hoja nzito. Alafu kuna vijana, kundi kubwa sana nchini. Ujumbe kwao ukoje? Kwa vijana, ujumbe ni mkali kiasi kwamba serikali, kulingana na waraka, imeshindwa kuwapa fursa, kazi hakuna za kutosha, elimu bora pia. Kwa hiyo wito ni waamke sasa. Ni wakati wao. Wadai nafasi zao, wapiganie mustakabali wanaoamini wanastahili. Chanzo kinataja pia wazee na watu wenye ulemavu kwa ufupi, wakidai heshima na haki sawa. Kumbe ujumbe unaounganisha haya yote ni nini hasa tukitazama kwa ujumla? Ujumbe mkuu unaojirudia ni mmoja. Wakati wa kukaa kimya umeisha. Wakati wa kuvumilia tu umepita. Ni wito wa umoja. Wakenya wote waungane bila kujali tofauti zao. Ndiyo, waungane kudai uwajibikaji kutoka kwa viongozi wao. Serikali lazima iwajibike kwa watu. Hiyo ndio hoja kuu. Na kama hawawajibiki, waraka unapendekeza nini? Hapo ndipo inapokuja nguvu ya wananchi. Waraka unasema wananchi wana haki kupitia kura zao kuleta mabadiliko hata kabla ya uchaguzi ujao. Na hapa ndipo wanapotaja jukwaa lile, sivyo? Kabisa. Wanapendekeza watu watembelee www.onetermnotterm.com. Ni wito wa kujiunga na harakati, fungua akaunti,
Anza kushiriki mawazo yako. Mawazo ya kuleta mabadiliko kuanzia ngazi ya chini. Kuanzia kijijini kwako, mjini, hadi taifa zima. Ni kama kuunda jukwaa la wananchi wenyewe kujadili na kupanga hatua. Kwa hiyo, tukifupisha uchambuzi huu wa chanzo cha KWM, lawama kwa serikali, kisa cha Kimathi kama mfano hai, halafu wito mkubwa wa umoja na hatua za haraka, na kusisitiza kwamba mustakabali uko mikononi mwa Wakenya wenyewe. Mabadiliko haya hawezi kusubiri, yanahitaji nguvu ya pamoja sasa hivi. Na tunapofikia mwisho, kuna wazo la mwisho kutoka kwenye waraka huu ambayo linamgusa kila msikilizaji. Wewe msikilizaji, sikia hili. Nguvu ya kuleta mabadiliko unayo wewe mwenyewe. Chanzo kinakuhimiza usimame, useme ukweli. Bila uoga, dai haki yako, na muhimu zaidi, chukua hatua sasa. Rejesha nguvu ambayo ni yako kiasili. Na kwa wale wote ambao wanahisi huu wito unawagusa, kumbuka tena, tembelea www.wantamnotam.com, fungua akaunti yako, anza kushiriki mawazo yako, jiunge na wengine katika safari hii ya mabadiliko kwa ajili ya kijiji chako, mji wako na taifa lako. Asante sana kwa kuwa nasi katika uchambuzi huu wa kina kutoka Kenya Wantamnotam Movement, KWM.